za TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Mvutano wa umiliki wa ardhi ya jamii ya Kibiko katika kaunti ya Kajiado umeendelea kushika kasi baada ya viongozi wa kaunti wakiongozwa na gavana Joseph Ole Lenku kuzuiliwa kuingia katika eneo hilo kwa kile kilichotajwa kuwa ni sababu za kiusalama. Juliet Kimwe anaarifu zaidi. Hali ya taharuki imetanda tangu kuanza kwa shughuli ya ugavi wa ardhi ya Kibiko katika kaunti ya Kajiado, huku makundi mawili hasimu ya wanachama yakikabiliana vikali, hali iliyosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Wanachama wa ardhi hiyo wamegawanyika katika makundi mawili hasimu, moja likiongozwa na Moses Ole Monik linalounga mkono ugavi, huku jingine la Moses Ole Parantai likipinga shughuli hiyo, wakidai ni njama ya kugawanya wenyeji wa ardhi hiyo. Kuna mtu anahamishwa. Hiyo ni propaganda ya kutafuta namna, na wacha niweke leo hivi wazi. Ile watu ambayo wanalalamika ama wale watu ambayo wanakataa magawanyiko ya shamba ni watu waliouza shamba kuwahusia other Kenyans ambaye wamenunua upepo. Sasa saa hii wanashindwa ni yeye atachukua ama ni other Kenyans ambaye amewauzia. Kutokana na mvutano huo, viongozi wa kaunti ya Kajiado wakiongozwa na gavana Joseph Ole Lenku na mwakilishi wa kike Lea Sankaire walizuiliwa na maafisa wa polisi wa kikosi cha GSU kuingia katika ardhi hiyo, hatua iliyotajwa kuwa ya kiusalama. Kutunyima kwenda kuzungumza na watu wetu wakati wanalia is in bad faith. Kwa sababu sasa umeanza kudeclare Kibiko as a security disturbed area, na ili hali tunajua kuna watu wanasaidiwa kukata hiyo shamba. Tunataka kuomba maofisa wenzetu ndani ya serikali ambayo wamesababisha hii, mruhusu watu wa Kibiko, Kekonyokie Trust officials. Taharuki na vurugu zimekuwa zikishuhudiwa tangu tarehe 22 mwezi huu baada ya Masorovea kuanza shughuli ya ugavi wa ardhi hiyo iliyo pembeni mwa mji wa Ngong na kusababisha kifo cha afisa mmoja wa polisi na watu kadhaa kujeruhiwa. We are saddened that a police officer lost life 2 days back, and we are equally saddened that many of our young youth were injured by the police. Nikiripotia TV47, mimi ni Juliet Kimwe.